Katika baadhi ya alama za kiyama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizieleza ni moto utakapowaka katika nchi ya Hijaz, ambayo kwa sasa hivi ni ndani ya Saudia. Saudia ilikuwa inaitwa Hijaz. Abu Huraira anasema radhiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah, amesema Mtume, la taqumu saa, qiyama haitasimama hatta takhruja narun, mpaka utakapowaka moto min ardhi al-Hijaz, katika sehemu ya nchi ya Hijaz, tudhi'u a'naqa al-ibli bi Busra, moto huu utakuwa unaonyesha shingo za ngamia katika mji wa Busra. Hadithi hii ipo katika Sahih Bukhari kitabu al-Fitan babu khuruji an-nar, na katika Sahih Muslim ni katika kitabu al-Fitan wa asharatu as-saa ma sharhi an-Nawawi rahimahullah. Moto uliwaka mwaka 654 Hijiria, ulikuja ukawaka, na athari za ule moto bado zipo. Kama unatoka Maka kwenda Madina kwa gari, na unatoka Madina kuja Maka kwa gari, hivi sasa kuna treni Maka Madina, huwezi kuona kwa uzuri kabisa, kwa sababu inakuwa iko spidi sana, kwa sababu kutoka Maka kwenda Madina ni kilomita 400 takriban na 50. Sasa kwa gari mnakuwa mnaona, kwa sababu mnakwenda pahala labda baada ya kilomita 200 mnapumzika njiani. Lakini treni ambayo hivi sasa inatumia masaa mawili, Maka Madina kilomita 450 inatumia masaa mawili. Spidi sana, manake ile spidi yenyewe inakuwa inaandika pale, inaonyesha 300, sababu mnakuwa mpo ndani yale mabehewa. Sasa athari ya moto uliwaka, sawa, ni moto ambao uliwaka kipindi hicho, katika kipindi ambacho masahaba walikuwa hawapo duniani. Ndio maana Imamu Nawawi rahimahullah anasema kharajat fi zamanina narun bil Madina, uliwaka moto huu katika kipindi chetu. Ndio maana Imamu Nawawi yupo hai katika mji wa Madina mwaka 654. Wakanat naran adhimat jidda, ulikuwa moto mkali sana. Min jambil Madina, yani pembezoni mwa mji wa Madina, sharqai waraa al-Harra, ilikuwa ni upande wa mashariki. Watawatara al-ilmu biha inda jamii Sham wa sair al-buldan, na habari za kuwaka moto zilienea katika maeneo yote mpaka Sham. Wa akhbarani man hadharaha min ahli al-Madina, amepata kunieleza ambaye alishuhudia kuwepo moto huo. Haya ni maelezo ya Imamu Nawawi katika Sharh an-Nawawi. Ibn Kathir rahimahullah anasema anna ghayru wahid min al-a'rab mimman kana bihadirati Busra shahadu a'naqa al-ibli fi dawi hadhihi an-nar, kwamba wale ambao waliokuwa katika mji wa Busra walieleza kuhusu kuenea kwa moto huo. Imam Qurtubi rahimahullah anasema wa afadha fi wasfiha fi kitabihi at-tadhkira fadhakara annaha ru'yat min Makkah wa min jibali Busra, kwamba moto huu uliwaka na ulionekana katika mji wa Busra na katika milima ya Makka. Kwa hiyo ni moto ambao uliowaka. Katika moja ya alama za kiyama ambazo Mtume alizozitaja sallallahu alaihi wasallam, ambazo zipo tayari, hii ilitokea Maka na Madina. Ule moto uliwaka mwaka 654 Hijiria, na leo ni mwaka 1445. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema walladhi nafsi biyadi, na apa kwa jina la Mungu ambaye nipo chini ya ufalme wake. Mtume akasema la tafna hadhihi al-ummatu, umati huu Muhammad hautokwisha, hata yaquma ar-rajul ila al-mar'a, mpaka mwanamume amfuate mwanamke, fayaftarishuha fi at-tariq, atalala naye njiani, atafanya naye uchafu njiani. Fayakunu khiyaruhum yawma idhin, atakayekuwa mwema siku hizo ni yule atakayemwambia law waraitaha waraa hadha alhaid, bora ungekaa, hebu jificheni hapo nyuma bana, mpo barabarani. Huyo ndio ataonekana ni mwema siku hizo. Hadithi ipo katika rawahu Abu Ya'la fi al-Musannaf. Ndugu zangu, hizi ni baadhi ya alama za kiyama zinazotokana
na zipo nyingi sana 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 sana, zipo nyingi sana ambazo ukizihesabu zinakwenda zaidi ya mamia. Nilikuwa narejea kitabu cha huyu Sheikh Dr. Mustafa Murad, ametaja alama za kiyama, na nilikuwa naangalia kitabu kinachoitwa Asharatu Saa cha Sheikh Yusuf ibn Abdullah ibn Yusuf Al-Wabil, ambaye ilikuwa ni risala magister, lakini subhanallah ametaja alama nyingi sana za kiyama. Kwa hiyo kiyama ipo karibu sana, kiyama ipo karibu sana. Tumuombe Mwenyezi Mungu salama, tumuombe Mwenyezi, lakini alama nyingi zimeshatokea, sababu katika moja ya alama Mtume alizozitaja kwamba kiyama itasimama mpaka wanamume kwa wanamume waingiliane wao kwa wao, na tayari tunaiona dunia ndiko hivi sasa. Yani tumekuja kushtuka, lakini tayari. Lakini kwa taarifa yenu ni kuambieni ndugu zangu, UN, mlikuwa mnajua ama hamjui, basi ndio hivyo. UN, United Nation, Umoja wa Mataifa, umeanzishwa mwaka 1945 na waasisi wenyewe wenye taasisi yao, wenye UN yao ni Mayahudi. Mwaka 1945 katika mji wa San Francisco, katika mji wa San Francisco, jiji ambalo lililokuwa likiongoza 70% wanamume wa San Francisco walikuwa wanabanduliwa, walikuwa mapapai. Sasa waishaanza tangu mwaka 45 mpaka leo. Sipasha kuwa namna hii rafiki yangu, tobo tu. Mwaka 1945 ile UN, nyie mtapiga kelele demokrasia, mtapiga kelele, lakini mwenye UN yake, chukua hiyo, ni Yahudi. Mwaka 1945, mwaka 1945 ndio wanaanzisha UN, United Nation. Waarabu wanasema al-Umamul Muttahida. Sasa mnawafanya nini hao? Sasa wakati wanaanzisha, maana yake ni kwamba iliwekwa mikataba kwamba ni uhuru, mwanamume ana uhuru wa kufanya anachotaka, democracy. Na hii democracy ndugu zangu ni hatari, demo ni hatari. Kwa hiyo kama ni democracy, na maana mtu afanye anachotaka katika mwili wake, afanye anachotaka. Kwa hiyo ndio maana kwa democracy hiyo wanamume wameambiwa wabanduliwe. Sasa wazungu wote hivi sasa wanabanduliwa kule, viongozi wa viongozi wa European country, viongozi wa European country, most of them imeshabanduliwa, ile midude imebanduliwa, na hakuna wanamume kule. Na kuna baadhi ya Waafrika kutoka katika nchi za Afrika wanakwenda kule, wanasingizia kama wakimbizi kwamba nimekimbia kwetu kwa sababu kule hakuna demokrasia ya mimi kuweza kufanya sijui GLBT. Kwa hiyo nimekuja huku ambako kuna uhuru, linabanduliwa, linaliwa na linalishwa. Na ndio maana baadhi ya wazungu wanawake utawakuta wanafanya mapenzi na mbwa, kwa sababu wanaumenyea wapo washakuwa maji. Mwanaume ndizi kidondoka chini baada ya kuiva imekatika. Sasa na huku, kwa hiyo Waislamu wenzangu, hasa sisi Waislamu, lazima tujitambue popote tutakapokuwa, lakini ndani ya nchi hii lazima tujitambue. Hali inatisha, hali si nzuri sana. Paka kuna baadhi ya maeneo ndani hapa, kuna baadhi ya maeneo watoto wa kiume wanakuza makalio. Mna habari hiyo? Hiyo ndio habari ya mjini hiyo. Chukua hiyo. Mtoto wa kiume anakuza makalio, halafu uwe nani? Hii ni hatari. Mwezi mmoja na nusu uliopita, alipita siku moja mtoto mmoja wa kiume pale Mkwajuni. Mimi nafundisha Mkwajuni pale. Kapita majina saa moja. Kapita yule mtoto, amevaa bukta, amevaa kaptula. Mnajua fashion imeingia hivi sasa. Kisa walimuona msanii
kuvaa yebo na socks, si ndio fashion imeingia? Au mnasemaje? Si ndio fashion? Alafu na kuvaa kaptula ya kubana ambayo iko kwenye mapaja, ule ni udayuth. Ni udayuth. Tuache tabia mbaya. Mzazi usimruhusu mwanao kuingia na bukta ndani. Anafanya mtoto wa kiume anaingia na bangili, mwambie bangili mpe dadako. Mtoto wa kiume anaingia ndani kalegeza suruali, alafu naingia ndani nini? Hapana, tubadilike. Najua haya maneno hayatopendwa na wala sitokubalika, lakini aliyenipa uhai ni Allah. Yeye peke yake na ndiye alileta duniani, na ndio ananipa afya na hii kiki ya kuyasema hayo. Lazima tuambizane. Lazima tuambizane, hakuna namna. Tuwe na taifa la wanaume na wanawake. Hivi mnafahamu Firaun? Ukirejea katika surati Ibrahim, Firaun alikuwa anaua watoto wa kiume, anaacha watoto wa kike, kwa sababu Firaun aliwahi kuota ikulu yake imeungua mara ya kwanza, akaota mara ya pili, mara ya tatu akawaita waganga wapiga ramli, jamani mimi nimeota ikulu inaungua, hebu niambieni mafundi. Mafundi wakamwambia bwana, atazaliwa mtoto wa kiume, ndio mwisho wa utawala wako. Akaweka Firaun kila baada ya nyumba 10 awepo mjumbe, ndio mtu